Karibu ndani ya dakika 30 unaenda kwa nami Davis Mberia, sawia pia katika lugha ishara atakayetusaidia ni Meresha Owiti. Tukianza ni kwamba wasiwasi unaendelea kuongezeka kufuatia ripoti kwamba mfanyikazi 7 raia wa Marekani waliokuwa katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambapo mlipuko wa Ebola unaendelea kushuhudiwa wako karantini humu nchini. Taasisi ya kikatiba ambayo ilipinga ujenzi wa kituo cha karantini na matibabu kinachoungwa mkono na Marekani katika kambi ya jeshi la Laikipia inaonya kwamba uhamisho wote wa watu walio katika hatari ya maambukizi kwenda kituoni humo unakiuka amri za Mahakama Kuu iliyosimamisha ujenzi na uendeshaji wa kituo hicho tata. Na kama anavyoarifu Gloria Milimo, Wizara ya Afya na Serikali Kuu kwa ujumla imesalia kimya kuhusu swala hilo ambalo linaendelea kuibua wasiwasi nchini na hata nje ya nchi. Hii hapa taarifa hiyo. Afya ya umma ipo katika njia panda nchini, huku Wizara ya Afya ikipiga kimya na kujitia hamnazo kuhusu swala tata la raia 7 wa Marekani kuwekwa karantini nchini. Maswali yanaendelea kuibuka. Ni vipi Kenya ikaamua kuruhusu raia hao waliokuwa wakifanya kazi katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuwekwa karantini katika kituo tata cha karantini kilicho eneo la Laikipia, licha ya Mahakama Kuu kusitisha ujenzi na hata shughuli kwenye kituo hicho? Ni jambo lililoliacha taasisi ya katiba na mtazamo mkali. Taasisi hiyo ni kinukuu, iwapo ripoti kuhusu uhamisho wa watu wanaohofiwa kuambukizwa Ebola kufuatia makubaliano ya serikali ya Kenya na Marekani ni kweli, basi ni jambo la kustaajabisha, mwisho wa nukuu. Huku ikihoji hatua ya taifa kuidhinisha kuwasili kwao nchini kwa madai ya kuwa swala la dharura, taasisi hiyo inaonya kwamba mazoea ya viongozi nchini kukiuka katiba haiwezi ruhusiwa kuhatarisha usalama wa Kenya, na kwamba kiongozi yeyote ambaye aliidhinisha na kuruhusu ukiukaji wa maagizo ya mahakama kuhusu swala hilo havunji tu kiapo alichokula kutumikia wananchi, bali pia anasaliti imani ambayo wameweka kwake. Wakili mkuu Paul Mwite amechangia swala hilo tata. Kupitia mtandao wa kijamii wa X, wakili huyo amesema ni kinukuu, "Je, serikali ya Kenya imeweza kutoa taarifa rasmi kwa umma kuhusu hili? Je, raia wa Marekani waliowekwa karantini katika kambi ya jeshi la anga na nyuki wanakiuka amri za mahakama? Na je, serikali ya Kenya haina wasiwasi wowote kuhusu mlipuko wa Ebola nchini?" Haya yote yanafanyika huku watu fulani wakitafuta kujipatia dola za Marekani. Aidha, japo Mahakama Kuu ilisitisha ujenzi na shughuli zozote za kituo hicho cha karantini na hata Waziri wa Afya Aden Duale kupatikana na kosa la kukiuka maagizo ya mahakama kuhusu swala hilo hapo awali, picha za anga ambazo KTN imeweza kuona zinaonyesha ongezeko la majengo kwenye eneo la karantini, jambo ambalo linaibua maswali wapo idadi ya raia wa Marekani ambao wanahofiwa kuambukizwa Ebola itaongezeka katika siku zijazo na kuhatarisha maisha ya Wakenya. Inasemekana kwamba hadi kufikia sasa ni yamkini watu 2124 wameambukizwa Ebola nchini DRC, huku watu 828 wakifariki kutokana na ugonjwa huo. Raia hao wa Marekani wanatarajiwa kuwa karantini kwa kipindi cha siku 21. Gloria Milimu, KTN.